mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa wilaya Mheshimiwa Edward Mpogolo, mkuu wa wilaya, atusaidia sana katika mazingira hayo. Kwa hiyo hali ya ulinzi iko vizuri, kwa hiyo waje kwa chochote kile na muda wote, na ni miongoni mwa soko la masaa 24 Machinga Complex. Ni soko la kwanza Dar es Salaam kwa masaa 24 Machinga Complex, na mengine yatafuata. Kwa hiyo ulinzi upo muda wote, parking za kutosha, ni hali nzuri tu kweli. Na kumzungumzia mkuu wa wilaya wa Ilala Edward Mpogolo, ni kiongozi wa namna gani, hata angalau kwa ufupi, maana ndio mkuu wa wilaya ambaye anaongoza wilaya hii? Yaani kikweli ni zaidi ya ukuu wa wilaya, sababu kwanza ni msikivu sana, halafu mtu ambaye anaonyesha ushirikiano. Yaani pale unapomhitaji anaweza akaja, na pale unapomhitaji mnaweza kumuona kwa muda wote, na anatoa ushirikiano kila aina. La pili ni mshirikishaji. Kwa jambo lolote ambalo linatakiwa kufanyika kuhusiana na swala la biashara lazima tushirikishe, na si nataka kuna jambo nataka tulifanye, tuipeleka mapendekezo yetu, ni mpesi wa kuelewa. Yaani ni mtu ambaye anatulea vizuri sana, na tunashirikiana vizuri sana. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye yani wa kuigwa na viongozi wengine, jinsi gani anavyofanya na wafanya biashara ndogo ndogo wa Machinga katika wilaya yetu ya Ilala. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko muelewa sana na anajua Machinga nini wanakitaka, ni Machinga watu wana gani. Ni mtu ambaye anajua hata kuvumilia madhaifu tuliokuwa nayo. Yaani aendani na ukuu wa wilaya, kama sasa mimi mkuu wa wilaya hapana, yeye huwa anapenda kushuka na tunaenda naye vizuri katika mazingira ya kazi. Tunafahamu viongozi hao wakubwa huwa viongozi ambao wanakuwa busy muda mwingi. Labda nyinyi wao mnatumia njia gani kuweza kumpata kiurahisi kama hivi, maana umesema mtumikaji tu anakuja. Natumia njia gani labda kusaidia? Njia za kawaida hii ni utashi wa mtu, kwa sababu yeye ameweza kuwaelewa wa Machinga. Kwa kikubwa shida iko hapo. Yeye lakini kakubali kuelewa wa Machinga na kubali wa Machinga na kwake. Kwa hiyo hakuna kitu kingine chochote kinachotumika baada ya mawasiliano tu. Tena sio lazima hata barua, hata kumpigia simu. Akikwambia nitakuja, atakuja kweli. Na atashirikiana nanyi, atawasikiliza na atafanya kile kitu ambacho kinatakiwa kukifanya. Kwa hiyo utatuzi kwa ushauri, atatoa ushauri. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye tunaendana vizuri, ana gharama za kusema kumtafuta yeye. Yaani yeye hayuko hivyo. Kwa hiyo ndivyo alivyoumbwa na ameamua kujiweka katika mfumo wake. Na ndio maana tunaendana vizuri. Ndio maana unaweza kusikia Ilala siku kuna watu wanaandamana wafanya biashara, sio hiyo vitu havipo. Ni watu ambaye kwenye shida atakuja, mtaikana sawa, kila kitu kinaenda sawa sawa. Kwa hiyo ni kiongozi wa kuiwa, baadhi ya viongozi wengine wa mwige. Huyu mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo anafanya vizuri sana katika wilaya yetu. Ni miaka mingine mitano tena anaenda kuiongoza Ilala. Iwapo ataenda kuwa na nini, unadhani kwenye upande wenu kama wafanya biashara, nadhani hali itakuwaje maendeleo kwa upande wenu? Watu wanasikia sana msema ni kiongozi ambaye anaitika ukimuita. Hali ndani ya miaka mitano itakuwaje kwa upande wenu wa wafanya biashara? Kwanza jambo la kwanza, kutokana na utendaji wake, kwanza tumuombee tu Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, kwa sababu ni kiongozi ambaye anaweza kuhitajika sehemu yoyote na akafanya vizuri, kwa sababu ile afanye kwa sababu Ilala tu. Anafanya kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu alimuelekeza nenda kawatumikia wananchi katika wilaya ya Ilala. Kwa hiyo anafanya vizuri sana. Kwa hiyo yani kwa jinsi utendaji wake, kama jicho litamwangalia vizuri, basi hii nafasi inawezekana ikawa ni ndogo kwake. Anaweza akasogea nafasi nyingine kutokana na utendaji. Kwa hiyo tuweze kusema baki tu Ilala, hapana, kwa sababu anachokifanya kinaonekana. Kwa hiyo anatufanyia vizuri, ila cha kwanza ni kwamba tu viongozi wengine waige mfumo huu bwana jinsi anavyofanya. Yaani kama ataendelea kuwepo, basi sisi ni watu ambao tutaendelea kuendelea kutokana na jinsi gani anavyokuwa karibu na sisi wa Machinga. Tunafanya naye kazi pia, na sio hapo, hata huko mitano kukaa huwa anashiriki sana katika matatizo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kiongozi wa kuigwa sana.